Aprili 11. Ijumaa. Mwaka wa 2025. Imani ni makadirio na baraka ni suluhu. Wa Korintho wa pili 9:9. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, yeye hutoa kwa ukarimu, huwapa maskini, wema wake wadumu milele. Imani yetu ni bajeti na suluhu ni baraka za Mungu. Unapojua sababu iliyomfanya Mungu kumtumia Daudi, utapokea majibu ya kweli ukiwa katika ujenzi wa kanisa. Daudi alijua kwamba matatizo ya kiroho yaliyosababishwa na madhabahu ya ibada ya sanamu yalikuwa yanaenezwa ulimwenguni kote. Hivyo, pia alikuwa na shauku la kiagano kwa ajili ya hekalu. Zaidi ya hayo, alisikia hadithi kuhusu sanduku la agano alipopakwa mafuta na Samueli. Alipoanza kutawala, alilihamisha sanduku la agano mpaka jiji la Daudi. Pia aliinua Batizan 1000. Daudi alipokuwa kijana, Mungu alitia imani ndani yake ili kuokoa ulimwengu na uwezo unaomfaa mfalme. Daudi aliposifu, pepo wabaya waliondoka. Vilipotokea, alipigana na Goliathi. Katika miaka yake ya utu uzima, aliendelea kumkimbia Sauli na kukiri kwamba Bwana alikuwa mchungaji wake. Alipokuwa mfalme, alifanya matayarisho yote ya kujenga hekalu moja. Waliobaki kisha utatoa matoleo kwa ajili ya waliobaki na pia kujenga kanisa kwa ajili ya watu hawa. Kanisa lililojengwa hivyo litabaki milele. 2. Agizo alilopewa na Mungu akishikilia kumbi 3 na agano la zama ya wikendi ya siku 3, lazima ufanye kanisa kwa ajili ya TCK na remnant walioanguka katika utamaduni wa giza na wazao ambao hawana asili ya kitamaduni. 3. Kanisa linalorejesha kiini ni lazima ulifanye kanisa kuwa kanisa linaloshangaza. Batizan 7, safari 7 na miongozo 7. Yesu alimwahidi mshauri, Roho Mtakatifu, na kueleza kazi zinazohusu ufalme wa Mungu kwa muda wa siku 40. Wakiwa wameshikilia agano hilo, wale waliokusanyika kwenye chumba cha juu cha Marko walimakinika kwa siku 10 hadi siku ya Pentekoste. Matokeo yake, ibada ilirejeshwa na neno likaanza kufunuliwa shambani. Kama maombi yaliyopangwa kufanyika, uwezo wa kuokoa maisha ya mtu binafsi, mashamba na zama ilianza kujidhihirisha. Kisha, unahitaji tu kufurahia, kusubiri na kutoa changamoto kuelekea ufalme wa Mungu. Kwa wakati huu jukwaa, mnara wa mlinzi na antena huinuliwa, na hakuna mtu na hakuna kitu hubadilika kuwa kila mtu na kila kitu. Ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie kufanya kile unachotamani kweli. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.